mchezo kwa maana ya timu za Tanzania. Mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika ambao ni JS Kabylie dhidi ya Yanga na mchezo umemalizika bila kuwa na goli kwa upande wowote. Nini ambacho kimepelekea mchezo huu kumalizika bila goli? Tunafahamu kwamba ni matokeo ya mchezo, lakini ipo sababu ambayo imepelekea hayo kutokea. Sababu ni ziko mbili. Sababu ya kwanza ni nidhamu ya kuzuia kwa timu zote mbili wakiwa hana mpira. Discipline ilikuwa ni kubwa kweli, na kwa waliosikiliza asubuhi nafikiri wakati natoa ushauri kwa Yanga kitu gani wanatakiwa kwenda kukifanya, nilikuwa nazungumzia kuhusiana na issue ya discipline watakavyokuwa wanafunguka. Lakini kitu cha pili ni umakini wa finishing kwa timu zote mbili pia. Kuna nafasi chache ambazo zilitengenezwa, angekuwa clinical more nadhani ongeza kupata magoli. Ni aidha kwa JS Kabylie angekuwa ameshapata goli, kwa sababu sio kwamba hakutengeneza nafasi, no, walitengeneza, lakini kuna nafasi ambazo Diarra alikuwa bora zaidi kwa kuzicheza, lakini kuna nafasi ambazo wao wenyewe walipiga nje kwa maana ya off target, na zile ambazo zilienda on target Diarra aliweza kumalizana nazo. Lakini kwa upande wa Yanga hawakuwa na proper finishing. Yani wao ni ule utulivu ambao ulikuwa unahitajika kujua okay this time na can shoot, ilikuwa ni ngumu pia. Kwa hiyo hivyo ni vitu vile ambavyo vilichangia, lakini game in general ilikuwa ni game ambayo watu wanapishana kweli. Tunakushambulia tukiwa na mpira, lakini tukiwa hakuna mpira tunakushambulia pia. Tunavia wote. Kwa mfano nilikuwa najaribu kuangalia JS Kabylie leo ambao wako nyumbani. Wakiwa hawana mpira walikuwa na mstari wa nyuma, baada ya golikipa anakuwa watu watatu, mstari unaofuata wanakuwa watu watatu, and then mbele wanakuwa watu wanne. Maana yake ni nini? Timu ikiwa inashambulia watu watatu wa katikati wanaongezeka kwenye box na kuwa watu 7 kwenye box la opponent. Ulikuwa unaona kuna na idadi kubwa ya wachezaji, lakini timu ikiwa haina mpira au watu watatu wa katikati wanashuka chini, kwa timu ina defend na watu 6. Ni ngumu kuweza kupita, na wote option zao wote wakiwa wanashambulia walikuwa wanajaribu kupita pembeni, kwa sababu katikati kulikuwa na wingi wa watu wengi sana. Kwa ilikuwa ni ngumu kufanya penetration, na ndio maana madhara mengi au mipira mingi ambayo ilikuwa inaonekana watu wana attempt kufunga ilikuwa inatokea pembeni. Kwa upande wa JS Kabylie maana yake walikuwa wanapiga cross, ndio maana mipira mingi ilikuwa ni wao kuweza kufanyaje kupiga header, na ndio kitu ambacho pia walikuwa na attempt na ubora wao ulikuwa uko pembeni. Kwa hiyo ilikuwa ni game ambayo sisi tunakuja tukiwa tuna mpira tunakuwa watumwa, tukiwa tuna mpira tuna press kwa nguvu. Kwa hiyo wote leo wametuonyesha art kwa maana ile ya sanaa ya kudefend na kushambulia. Okay, na kipindi cha kwanza tumeshuhudia mchezo ambao ulikuwa umechangamka, mashambulizi pande zote mbili. Kidogo kipindi cha pili kulikuwa na mabadiliko, lakini tuangalie kipindi cha kwanza. Nini kilipelekea mchezo ukawa umechangamka namna ile? Wewe ukizubaa ukipoteza mpira, sisi tunakushambulia, na wao nao wakipoteza mpira huku mashambulizi yanapanda. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa ni wote kwanza hawajasomana. Wote wana discipline, lakini ilikuwa ni ile chaos football ile, yani vurugu. Hakuna mtu ambaye alikuwa na control eneo kwamba it's okay, nataka kucheza kwa mamlaka. Watu wote walikuwa wanapishana, na hata ukiangalia ile siamini kama kuna timu imezidi mwenzake kwa possession kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hakuna timu ambayo ilidominate game moja kwa moja kwamba sisi tunataka kufanya matusi na mpira tuje tukutongoze kwenye phase ya kwanza, kwenye phase ya pili, and then tuku unlock kwa ajili ya kukufunga. No, it was tunakuja tunakuplace, then bam tunakuchukua mpira kwenye turnovers tunaenda. Lakini second half tunaona pressure pia iliongezeka kwa JS Kabylie. Kwa no, dakika 45 zimepita, tuko nyumbani. Sisi tunahitaji kufanya kitu. Na ndio moment ambayo Yanga aliona okay, dakika 45 za kipindi cha kwanza tumewamudu. Tukija kufungwa kwenye dakika 45 za kipindi cha pili itakuwa mbaya zaidi. So, tushambulie kwa moment. Na ndio maana hata pia ulimuona kuna mabadiliko ya kiingia kina Aziza na Bwile pia. Maana yake ni kwamba mwalimu anahitaji zaidi kujilinda kuliko kwenda kushambulia. Kama tutashambulia kwa moment. Lakini pia ulikuwa unaona Boka ili kuingiza energy, na Boka ni mzuri pia kwenye kuzuia kuliko kushambulia. You see, ni tofauti na Mohamed Hussein ambaye naye anaweza kaenda mbele akapiga cross, lakini Boka unahitaji energy yake zaidi kwenye kuzuia kuliko kushambulia. So na huu upande mwingine ambao ulikuwa anacheza Pacome, ulikuwa unaona na drop deeper, kuna mipira alikuwa na iokoa akiwa huku mpaka unajiuliza huyu jamaa hii wakarita yake kwa. So the end of the day akawa anahitaji Yanga wakawa wako tayari kwamba tutafyonza hii pressure ambayo wanaitoa hawa watu. Kuna muda walikuwa wanashambuliwa wanaokoa. Hii inakuonyesha kwamba miongoni mwa vitu ambavyo mwalimu pia amevimaintain kwa haraka ni kuwafundisha wachezaji wake kuwa wavumilivu kwenye nyakati ambazo watakuwa na push pressure. Ulikuwa unaona mashabiki wanarusha chupa kule. Time inaenda, anzeni goli alipatikani, hawana alama, alafu wako uwanja nyumbani. Kwa tumdisturb goalkeeper atoke kwenye lane ili tuweze kufanyaje kufunga. Sasa ulikuwa unaona Diarra alikuwa analalamika kwamba you guys narushiwa chupa muone, nataka wanipige kichwa. Definitely alikuwa anaonyesha mpaka kwa vitendo kwamba nikipigwa hapa maana yake una hatarisha maisha ya mchezaji. Kwa hiyo tumeiona Yanga ambayo ina defend, tunaiona Yanga ambayo ina uvumilivu, lakini
kuna ile Yanga ya msimu miwili nyuma ile. Ile kwa ile timu wangeweza kupata matokeo. Wangepata magoli hata 3. Yani unaona kuna moment zilikuwa zinapatikana Yanga hata kwenye counter, utulivu ungekuwa umeongezeka. Unaikumbuka ile Yanga ambayo ilienda shirikisho mbele na Musonda na Mayele. Unaelewa? Partnership ya Musonda na Mayele ilikuwa ya moto. Fantastic. Unaelewa? Kwa hiyo Yanga inatengenezwa na kwa wakati ule Faisal afu yuko Mayele pale. Yes, unaelewa? Au Aziziki baadaye alipokuja kupiki. Au Aziziki na Mayele. Kwa ile Yanga ile ambayo ilikuwa ishajipata tayari, au ongeza kupata matokeo kule away, lakini tunaona kuna mabadiliko makubwa Yanga imefanyika. Hii Yanga imeanza kuji-update kutoka kwenye Yanga mbovu. Lakini mimi nilikuwa nataka kabla tujafika kuizungumzia Yanga general kipindi cha pili nini kilipelekea hayo mabadiliko, manake baada ya sub tukaona pia mchezo umepoa tofauti na ulivyokuwa kipindi cha kwanza. Yes, nafikiri nimeelezea hapa, nimekwambia kwamba kipindi cha pili utofauti ulikuwa ni hivi. Wageni wanaona kwamba tuna deserve kupata hata alama moja, tutashambulia kwa kustukiza, lakini wenyeji wanaona no, tunatakiwa tupushi zaidi kwa sababu dakika zinaenda na hatuna alama. Kwa hiyo tukipoteza huu mchezo au tukishindwa kuwafunga watu, maana yake bado tutaendelea kusalia huko nyuma kwa sababu hatuna alama hata moja. Kwa hiyo tunahitaji tupushi zaidi, na ndio maana kwa hiyo ilikuwa ni mpango. Yeah, of course. Kwa kwamba sasa inabidi tuende hivyo, sio kwa sababu ya yale mabadiliko, kwa sababu watu baada mimi nimepitia hapo mitandaoni wanalalamika kwa nini Mudathir katoka ndio maana mambo yamekuwa hivi, lakini kumbe ni mpango. Of course, yeah, unaelewa mwalimu alikuwa anahitaji nini. Kama unamtoa Muda ambaye alikuwa anajaribu kupush for the first time, anaenda mbele, you see. Unamleta kiungo ambaye pia anaongeza. Okay. Tunarudi hapo ili utuelezee vizuri. Tulikuwa tunaelezea kuhusiana na Yanga ndio. Naomba tuendelee kuzungumza kuhusiana na Yanga baada ya mabadiliko ya kipindi cha pili ambapo ametoka Mudathir akaingia Mohamed Dumbia pale. Was a simple issue kwamba kipindi cha kwanza tuingie na kile kikosi chetu ambacho kitatupa matokeo. Tunatakiwa kwenda kupush zaidi kwa kipindi cha kwanza ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza pressure. Ndio maana uliona squad yake ambayo alitumia dhidi ya FAR Rabat ilianza. Sawa tunahitaji Mudathir wewe unapush zaidi, wewe na Pacome ndio tunatarajia muwe mnatengeneza mazingira ya watu kuscore. Tumlishe Dube pengine kwenye ile penetration. Walikuwa wanajaribu kufanya hivyo, lakini wachezaji wa JS Kabylie nao wako very compact wakiwa hawana mpira, lakini pia na opponent wao walikuwa wanajitahidi kupush, ndio maana walikuwa wanapishana kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ni kama Pedro alijua guys tulichokuwa tunakitaka kwenye first half hatujakipata, kwa maana tulikuwa tunahitaji kupata goli la mapema ili kutengeneza pressure, lakini this time tunahitaji kwenda kujilinda, tunahitaji kwenda kuzuia kile tulichokuwa nacho. Mimi najua mnaweza kucheza dakika 45 mkiamua tu kukaa nyuma bila kutaka kupishana nao. Kama tuliweza kupishana nao for the first half and then tunapishana nao hakuweza kutufunga. This time tukienda kupaki basi tunaweza kufanyaje kuwini tukapata alama moja ambayo ni muhimu kwetu kuliko kupoteza mechi. Second half walete watu ambao wanaweza kuzuia. Wachezaji wangu sihitaji kufanya movement zaidi za kwenda mbele. Waache wao wazuia and then tutakuwa tunashambulia kwa moment. Ndio maana unaona game plan pia ilibadilika, hawakutaka pia kupishana na wageni kwa sababu walikuwa wanajua hawa second half watakuja na pressure zaidi. Kwa hiyo kupitia hiyo pressure tutakuwa tunapiga mashambulizi ya kuwastukiza baada ya kupola mpira ili tuwawini kwenye counter attack. Lakini pia nao walikuwa very compact, wakipoteza mpira wanarudi wote. Kwa hiyo ikawa ni vita ya kuzuia dhidi ya kushambulia kwa dakika 45 na Djigui Diarra ni moja kati ya watu ambao wanatakiwa kupewa maua yao kwenye mchezo huu kutoka sare. Of course. Ana deserve kwa sababu amefanya save nyingi na alikuwa kuna muda ana try kudelay ili ku mark time ili vitu viende, you see. Na kacheza kikubwa. Ni goalkeeper mkubwa. Tunapozungumza kila siku watu wanatakiwa kutuelewa kwamba ni goalkeeper mkubwa ambaye ana experience. Hakuna kitu ambacho Asante Diallo unamuelekeza. Unanielewa? Kwa hiyo walimuelewa mwalimu na wakaelewa mpango wa mwalimu kwamba hatuwezi kupata goli kwa lengo la kupishana nao. Tulijaribu kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. This time guys nahitaji mtulie nyuma ili tuwashambulie kwa counter. Wao wakiwa wanakuja kwa sababu wanahitaji magoli, na ndio maana umeona second half opponent kwa maana ya JS Kabylie walikuwa na push zaidi kuliko kufanyaje kuzuia, na Yanga walikuwa wanazuia then wakafionza pressure. Ulikuwa unaona kuna moment kama Yanga wana confidence sasa hivi. Yaani wanapiga, wanapiga na block, lakini wao wakipita wanaosha then game plan imelipa mwalimu. Kwa hiyo unampongeza mwalimu kuona okay, first half nimeshindwa kupata goli, second half natakiwa kwenda kuzuia. Okay,
kongole kwa wananchi kwa alama moja ambao wameivuna ugenini na wanafikisha alama 4 baada ya 3 za nyumbani. Bado wana kibarua kingine ambapo tutakuwa tunaendelea kuwazungumzia, lakini wakati na kukumbusha na kuuliza kuhusiana na namna ambavyo kipindi cha pili Yanga ilibadilika, ulikuwa umeanza kuelezea mabadiliko ya Yanga nzima kiujumla toka michezo ya ligi ambayo tulishuhudia, michezo ile ya hatua za awali, lakini kuanzia kwenye hatua hii ya makundi, mchezo wa kwanza mpaka hii leo, mabadiliko yamezidi kuongezeka. Kutoka mchezo uliopita na mpaka mchezo huu, kuna kitu gani cha ziada tofauti na vingine vyote ambavyo umekiona? Yes, ni kwanza ni sanaa ya kuzuia mechi ile ya ambayo walicheza nyumbani dhidi ya FAR Rabat. Hatukuona sanaa ya kuzuia zaidi kwa sababu walikuwa hawaulizi maswali magumu. FAR Rabat naye alikuwa kuna muda amepaki basi anajaribu kuwashambulia Yanga kwa moment. Lakini hii mechi Yanga walituonyesha pia. Ile mechi Yanga walituonyesha uwezo wao wa kushambulia na kutengeneza nafasi pia na kudominate game. Lakini hii mechi Yanga wametuonyesha namna ambavyo wana uwezo mkubwa wa kuzuia kwenye pressure kubwa bila kujali chochote, lakini confidence day after day inazidi kuongezeka, kitu ambacho unaona wachezaji wanajitoa, kitu ambacho hakikuonekana hivi karibuni baada ya kuwepo kwa kocha Romain Folz. Lakini huyu kocha mpya wachezaji wanajitoa uwanjani. Kila mchezaji unamuona kabisa yuko very committed, hataki kutembea uwanjani, akipoteza mpira hajogi, akina Pacome wana drop back kuhakikisha kwamba wanasaidia timu. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu ambavyo kocha unatakiwa kuvifanya kwenye timu unapofika, ili wachezaji wapambane kwa ajili yako. Na unamuona kila mchezaji sasa hivi anaipata namba kwenye kikosi cha Yanga, anajaribu kujitoa kadri anavyoweza ili kuhakikisha kwamba anasaidia timu. Kwa hiyo all in all Yanga wamefanya kitu kikubwa away, kwenda kupata alama moja ambayo ni muhimu, na kitu kizuri zaidi wanaendelea ku keep clean sheet kwa sababu ni mchezo wa pili, hawaja concede goli lolote lile, wana top group mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unawapa kongole kwa hicho ambacho wanakifanya, kwa sababu mabadiliko yanaonekana, na ndio maana tulipokuwa tunazungumzia kuhusiana na kocha aliyopita kwamba tuone mabadiliko, tulikuwa tunamaanisha hivi. Yaani mpira bwana, mpira unauangalia tu kwa macho, unaona kuna mabadiliko au kuna mabadiliko. Kwa hiyo hata mtu siku mbili tu unaona huyu hapana, huyu sipati picha kocha wa mwaka wa mbele angekuepo mpaka sasa hivi hali ingekuwaje? Of course yule hali ingekuwa sio shwari. Hans Raphael anatumia okay, ukitaka kuamini Jessica, huyu kocha namna gani? Hata mwezi ana unajua. Na ile ni mechi yake sijui ya 3. Nakumbuka mechi ya mwanzo wa ligi alisimama pale. Alisimama mechi 2, 3 ya mechi ya 4. Ile mechi ya pili, ile mechi ya kwanza ambayo alisimama, alikuwa amefika tu kama jana. Leo akaenda kusimama, si ndio? Maana alisimama mechi ya Mtibwa ya KMC, akaja ya FAR Rabat na mechi zote mbili zile ambazo alisimamia yeye alisimama. Game plan yote ilikuwa ni ya Patrick Mabedi. Na unaambiwa deep down kwamba yeye ndio alikuwa ameenda kwa sababu alikuwa anaangalia timu. Lakini baada ya hapo aliingia chimbo kwenda kuitengeneza timu ambayo tuliiona kwa mara ya kwanza kwenye mechi dhidi ya FAR Rabat, kwenye mechi kubwa tukaiona Yanga ambayo imebadilika. You see? Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa, na huyu ni kocha ambaye anakuonyesha kwamba anapenda kucheza mpira, anapenda kudominate game, lakini pia anakuonyesha sanaa pia ya uzuiaji. But ndani ya wiki 2 au wiki 3 ambazo kocha ameanza kuifundisha timu, unagundua kuna mabadiliko makubwa. Ulishawahi kuwaza huyu kocha akiendelea miezi 2 mbele nini anaenda kufanya? Mabadiliko yatakuwa makubwa zaidi. Okay, sawa. Yanga